Naitwa Amina Musa Mkumba, ni mbunge wa jimbo la Kibiti. Leo nilikuwa na ziara katika hizi taasisi za kiserikali na za kijamii kwa ajili ya kuangalia jinsi gani, kwa sababu baada ya kipindi cha kampeni tulikuwa tukipita kwenye kata na tukisikiliza baadhi ya kero. Kwa hiyo kuna baadhi ya kero tayari ninazo kichwani. Nimepita TANESCO, nimeweza kuongea na manager kwa tuna tatizo la baadhi ya vijiji havijapata umeme. Tuna vijiji 56, vijiji 52 ndio vimepata umeme. Kuna baadhi ya vijiji bado havijapata umeme, kwa hiyo nilitamani kujua ni lini vijiji vyote vitakamilika kupata umeme. Lakini kuna vitongoji vingi ambavyo bado havijapata umeme. Viko vingi sana ambavyo vimepata, lakini kuna baadhi bado havijapata. Kwa hiyo nilitamani kujua ni lini vitongoji vyote vitakao vimepata umeme. Kwa hiyo manager aliweza kunifafanulia vizuri na akanihakikishia kwamba baadhi ya vijiji ambavyo havijapata umeme, mkandarasi tayari yuko site, na Mungu akipenda mwezi wa kwanza vijiji vyote vitakao vimepata umeme. Lakini pia nitumie fursa hii kushukuru sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mara ya kwanza sisi kama Kibiti tumepata mapinduzi ya vitu vingi. Issue ya umeme, sisi tuna jimbo letu limegawanyika, kuna huku juu na kuna sehemu ya Delta. Kule Delta tulikuwa tunaona ni ndoto kupata umeme kwa sababu wamezungukwa na bahari na mito. Lakini serikali hii imepitisha nguzo za zege kwenye maji. Kwa hiyo nguzo zimepita kwenye maji, ukipita Delta kule utaona nguzo zimepita kwenye na umeme umefika kule Delta. Kwa hiyo tunashukuru sana. Kwa hiyo kazi iliyobaki sio kubwa sana, na tunaamini kwa sababu kazi kubwa ndio imeshafanyika, kwa hiyo ile iliyobaki ni ndogo itakamilika. Kwa hiyo tumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutufanyia kitu cha ajabu ambacho sisi hatukutegemea, kwamba umeme unaweza kupita kwenye maji. Kwa umeme umepita kwenye maji, Delta umeme umefika. Kwa mimi nilienda tu kujiridhisha kwamba vijiji vilivyobaki vitapata kwa muda gani. Kwa walinihakikishia, na tutashirikiana kuhakikisha kwamba watu wanapata umeme. Na kuna kero zingine ambazo za katika umeme, tumeongea na manager akatuambia sababu, lakini changamoto zinatatuliwa muda si mrefu. Tatizo litapungua kwa ukubwa wake kama si kumalizika kabisa. Kwa hiyo baada ya hapa mimi nitapita kwenye kata sasa nianze ziara zangu baada ya kuwa nimeshamaliza kwenye taasisi za serikali. Tunamshukuru Mama Daktari Samia Suluhu Hassan. Mikopo hii ya 10% ilianza awamu iliyopita, lakini tuliona kwamba haikufanya vizuri sana, ikastopishwa. Mama ameongeza budget katika 10% za mikopo, na tayari juzi tulikuwa halmashauri, tulikuwa na baadhi ya vikundi ambavyo tulikuwa na vikundi kama 23 ambavyo vilipatiwa mkopo wa milioni 200 kama 60 na kitu hivi. Sasa kutokana na zile changamoto ambazo zilitokea kipindi cha kwanza, nilitoa ushauri kwamba tujitahidi kuhakikisha kwamba awamu hii tunapunguza changamoto kama sio kumaliza kabisa. Kulikuwa kuna uhaba wa taarifa kati ya wale wanaopata mikopo na wale wanaotoa mikopo. Kuna baadhi wanakuwa hawana taarifa, wanakuwa tu wanasikia tu kwamba mikopo imetoka au sisi tumepata mikopo. Kwa hiyo nilishauri kuwe na matangazo, jamii ipate taarifa kwamba mikopo tayari imeshaiva. Kwa hiyo watu wanatakiwa wapewe taarifa. Matangazo yaanzie juu wilayani mpaka kwenye vijiji na vitongoji. Tulikubaliana na tangazo limetoka. Nashukuru. Nimeongea juzi, jana tangazo limetoka. Kwa hiyo tangazo tayari limeshatoka. Kwa hiyo watu sasa waanze kujaza form, kama kuna mapungufu yoyote wahakikishe kwamba wanaiweka vizuri. Lakini pia kuwe na elimu ya mikopo. Watu wajue kwamba hii mikopo inatolewa kwa sababu gani. Hii mikopo inatolewa kwa sababu ya kupunguza makali ya ukosefu wa ajira. Kwamba vijana wanaweza wakatumia mikopo hii kujiajiri.
lakini kina mama, lakini pia wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo vijana wapewe elimu ya kutosha kuhusiana na uzalishaji na nidhamu ya ile pesa ambayo wanapewa na nidhamu ya muda na malengo ambayo wamejiwekea, kwamba atachukua mkopo, ahakikishe kwamba ule mkopo unaenda kwenye lengo maalum. Kwa bodaboda walikuwepo pale, bajaji walikuwepo pale, wakapata elimu ya kutosha na walielewa vizuri. Lakini kuna changamoto ya kutokukidhi vigezo kutokana na mtu mwingine labda anakuwa hana NIDA au labda amekosea kujaza fomu. Kwa hiyo niliwaambia waelekeze watu wajaze fomu vizuri ili kila mtu apate mkopo. Na ikitokea kwamba watu wamekusanya fomu zao na hazijakidhi vigezo, basi kuwe na taarifa. Wao hawajui kama mikopo inaendaje, kwa hiyo wale halmashauri wawape taarifa wale kwamba hamkukidhi vigezo kwa sababu hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo mnatakiwa mfanye hivi na hivi na hivi. Wawafundishe jinsi ya kufanya marekebisho mpaka wakidhi vigezo vyote. Sababu kubwa ya mtu kupata mkopo awe ametimiza umri wa miaka 18 na awe Mtanzania. Kwa hiyo hizo sifa za asili wanazo. Kwa hiyo hizi zingine za kiutendaji kama ni NIDA wahakikishe kwamba vikundi viwe halali, lakini pia marejesho. Niliwahusia kuhusu issue ya marejesho kwamba ukiweza kurudisha kufanya marejesho vizuri, ina maana kwamba utakuwa umeaminika, lakini pia unaweza ukapata mkopo tena baadaye. Kwa hiyo tuwasisitiza kuhusu marejesho. Nadhani katika swala la kupunguza makali ya ajira, kuna swala la mikopo pia limeanza. Matarajio ni maendeleo. Tunayo ilani ya Chama cha Mapinduzi. Unajua sisi tuliotoka kwenye Chama cha Mapinduzi tunaongozwa na ilani. Na ndio maana tumeona kuna zile siku za Mheshimiwa Rais siku 100 vitu alivyoviahidi. Kabla hata siku 100 hazijaisha, utekelezaji wake umeenda kwa kasi kubwa sana. Kwa hiyo tunajitahidi sasa kuhakikisha kwamba tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa 100%. Kuimarisha ustawi wa jamii, kuinua hali za watu kiuchumi, masuala ya afya, zile huduma za kijamii, afya, elimu, miundombinu, maji. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba tunafikia malengo. Nadhani hicho ndio cha msingi. Ajira tunapambana nayo kama hivyo, kutoa elimu. VETA tutahakikisha kwamba watu wanapata elimu ya VETA kwa ajili ya waweze kujiajiri.